طبعا حمد لك ربي كثيرا، أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله هدى بكتابه القلوب فأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيا بلاغته البلغاء وحكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء وأسكتت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وحبل الله المتين والصراط المستقيم والذكر الله الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق خلقه من تراب. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يسبح بحمد ربه بالغدو والأصال، وعلى الآل والأصحاب أهل الخير والورع والتقى أصحاب الخيار. أما بعد، أحبابي وحبابه wapenzi wa Islamu, ndugu zangu, wafungaji wenzangu, tarikhi ya leo ni ya 30 Ramadhan. Tunaendelea na darasa yetu ya leo katika kukamilisha mwezi wetu, na darasa leo tutaunga pale ambapo tulishia jana kuhusu watu wa kuwaiga katika masahaba, katika watu wakubwa, watu watukufu, watu ambao duniani walionekana kiasi fulani ni wa kawaida, lakini mbinguni walikuwa wanashangiliwa na malaika na wameandikwa majina yao kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhu al-Majid. Kuna masahaba mabwana, ukisoma historia yao unaweza ukaanza upya, yani baada ya kuwa umejiona umefanya mambo mengi, lakini ukisoma historia ya sahaba mmoja katika baadhi ya masahaba tu unaweza ukasema naanza upya. Kuna masahaba umeweka rekodi vifo vyao, arshi ya Mwenyezi Mungu imetikisika kwa furaha ya kumpokea kule mbinguni. Yani mtu anakufa, mtu kama wewe, lakini kwa yale aliyoyafanya kwenye Uislamu, arshi ya Mwenyezi Mungu, yani kama vile unaweza kutoa mfano wa makao makuu ya Mwenyezi Mungu, kama hapa duniani hatuna makao makuu, ya mbinguni yanatikisika kwa furaha, vifijo na nderemo ya kupokea roho ya mtu ambaye ni sahaba. Tena basi amekaa labda mwaka mmoja tu kwenye Uislamu, amekaa miaka 3 tu kwenye Uislamu, miaka 4 tu kwenye Uislamu, lakini mambo aliyofanya, kuna watu humu tuna miaka 30, miaka 40, miaka 70, hatujawahi kufanya hata ya kuzungumzika, acha kusema robo ya ile jambo. Sasa tukaona tuwaige, tuwalete mezani hapa. Lakini leo, jana tulimzungumzia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huyu ni sahaba mkubwa mzito, unaweza kusema kwamba huyu ni maarufu na kuzidi mbali sana. Sasa leo ambayo nataka niruke, kwa sababu nilikuwa niende kwa Umar, nataka niruke kidogo, niwape kitu kimoja kizito cha sahaba moja mdogo sana, anaitwa Umair ibn Saad. Umair ibn Saad, neno lichukue lihifadhi. Umair ibn Saad ni mtoto mdogo, alikuwa na miaka 10. Sahabiyun jalil, kijana mdogo wa miaka 10. Wewe hapo hamna mtu miaka 10 labda yule mtoto pale, wengine wote mtu nazidi miaka 10. Mtoto mdogo wa miaka 10 anaitwa Umair ibn Saad. Umair ibn Saad, weka hilo jina kwenye kumbukumbu zako. Huyu kijana, mzee Saadi mwenyewe baba yake alikufa. Alipofariki, mama yake akaolewa na mtu mmoja anaitwa Julasa bin Suwaid. Julasa bin Suwaid. Julasa ni mtu maarufu, mtu mkubwa, ni Muislamu na nini. Amepata mke baada ya kuwa amefiwa na mume wake. Mzee Saad akamchukua mke, akachukua na mtoto mdogo, wakawa analea stepfather, yani akawa ni baba wa kambo, baba wa kufikia. Lakini katika mapenzi na mahaba huwa ni vitu vya kawaida hivyo, watu kulea watoto ambao wamemkuta na mkeo, hata kama wameachana, acha babaki kufa, hata kama wameachana unamwambia bana, leta na mtoto tutalea hapa, hamna tatizo, na unaweza kumhudumia. Lakini kuna wengine wajinga huwa wanawanyanyasa, lakini watu waungwana wanawalea vizuri tu. Sasa huyu mtoto huyo Umair ibn Saad alikuwa hakatiki kwenye darasa za mtume msikiti wa Madina. Yani kila darasa ya mtume yule mtoto yupo. Yule mtoto kila darasa mtu, yani akawa ni mtoto ambaye anashaa fil ibada wal ilmi wa tahta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Akakuwa chini ya darasa za mtume,
chini ya ilmu, chini ya malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini baba yake yule mzee Julasa bin Suwaid alikuwa mnafiki. Yani ni Waislamu wale ambao tuko wengi humu, unakuwa ni Muislamu lakini mnafiki. Yani kuna mambo ambayo ni unafiki. Tutaongea siku moja, na ni muhimu kujifunza mambo ya unafiki, kuyajua. Yani kuzijua sifa za unafiki ni nini, unaweza ukasalimika. Unajifunza sio kwa ajili uwe mnafiki, unajifunza ili usije ukaingia kwenye sifa za mnafiki. Kuna qailul qala, kuna mtu amesema kwamba ariftu sharra la li sharri walakin litawaqihi waman la ya'rifu sharra waqa'a fihi am yaqa' fihi. Yani mimi nimejifunza shari ili nijikinge nazo, na mtu asizijua shari atazingia. Kwa hiyo unaweza ukajifunza sifa za wanafiki sio kwa ajili ya uwe mnafiki, ni kwa ajili ya kujilinda nazo. Huyu mzee Julasa bin Suwaid alikuwa mnafiki na ni mtu mkubwa, ni mtu maarufu na uchumi. Sasa yule mtoto siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa anachangisha mchango kama ninavyochangishaga mimi hapa. Anachangisha mchango wa wapi bana? Mchango wa kwenda kupambana vita moja inaitwa Jaishul Usr. Yani kuna jeshi liliwahi kupata mtihani la Kiislamu mpaka likapewa jina jeshi gumu au jeshi lenye uzito. Maana lilikuwa halina mali, halina silaha, halina watu wa kupigana, wakati wa kiangazi, jua kali, maji hakuna vyombo, hakuna usafiri, lakini jeshi linatakiwa liende likapambane, likaitwa Jaishul Usr. Sasa Mtume alikuwa anamchangisha kila mtu, anachangia man jahaza jaishul ushr falahu aljanna, atakayeandaa ile jeshi imani lazima aingie peponi. Akawa anachangisha. Yule mtoto yuko pale. Alipotoka yule mtoto akaenda nyumbani kwa baba yake mzee Julasa bin Suwaid. Alipofika pale akamwambia, baba, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama leo amesimamia michango ya kuandaa jeshi la Kiislamu kwenda kutetea Uislamu, na hili jeshi ni gumu sana, halina hali, halina nini, na wewe baba ushiriki. Sasa sikiliza sawa nafiki. Yule bwana akasema huyu Muhammad bwana, inkana ma yaquluhu sadiq, kama kila siku anayotuambia ni kweli, basi mimi simuoni kama mguru anakula tu hela zetu. Yule bwana ni mtu anafanya vunga na nishanisha jambo ili apige hela, hamna lolote. Mimi nimefanya uchunguzi wangu, nimegundua yule bwana ni njaa tu ndio inamsumbua. Yani wakati wa maswahaba, si mnasemaga tanyebu msikitini? Nyinyi si mnasemaga? Yalisemwa na maswahaba, baadhi ya wanafiki wa kiswahaba, kwamba huyu bwana kila jambo yeye, mara leo sadaka tuchangie, mara hivi tuchangie. Huyu ameshagundua ndio mtaji. Tena huyu ni mshenzi sana. Mpaka alisema hivyo kabisa. Yani yule ni mtu Muislamu anamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu mshenzi sana huyu, mimi nishamjua na dawa yake ipo jikoni, tamshughulikia mimi. Yule mtoto tazza hata yani mpaka vinyweleo vilisimama. Mtoto mdogo amesema, baba unasemaje? Sasa wakati hujasikia vizuri, nihnu, yeye kama anajifanya mjanja, basi sisi ni mjanja zaidi yake. Yeye akiwa ni sharu, nihnu asharru min alhamir, sisi yani sisi ni watu wabaya zaidi anavyofikiria. Sisi ni wabaya kuliko hata punda. Punda ana afadhali kuliko sisi tukiamua mambo yetu hapa mjini. Ngoja tuchezee huyu bwana. Lakini huyo mtu anafanya hivyo, anajifanya ni mtu wa karibu sana na Mtume akiwa kule. Lakini story hii imemkuta yeye alikuwa hayupo, kaja huku. Mtoto anamwambia baba, yeye alilopoka, yani aliprovoke sijui unaita wenyewe. Yani yalimtoka mambo ambayo kwa kweli hata kama wewe ungesikia kwa sasa, hata kama hivyo unavyosikia, hebu sikia mtu anasema kwamba yule mshenzi sana, yeye anajifanya mjuaji, tutamkomesha, ngoja hapa mikanyaga, pengine mimi ndo wa Sri Lanka, nikicheka nikinuna mwenye mimba na hurumula. Maneno yote ya ovyo akana yasema yule mama, yule mzee. Yule mtoto anasema hivi, hata tash'ara julud, yani mpaka akawa anatemeka mtoto. Anasema, baba sikiliza nikwambie, ma qulta sa'aqulu ila rasulillah, uliyosema mimi nitaenda kumwambia Mtume, siwezi kuvumilia. In taraktuhu in qultuhu fadahtuk, nikienda kuyasema kwa Mtume haya maneno, wewe utafedheheka, utapata aibu ambayo hujawahi kuipata duniani na akhera. Na mimi na mambo mawili tu, imma an aktuma wa akunu kad halaktu wa halaktu dina wa ahlaktu dina. Mambo nao ni mawili tu mimi, ima nifiche haya uliyosema, niwe nimeangamia mimi na nimeiangamiza dini, au niende nikaseme niwe nimekufedhehesha wewe mzee wangu. Na viwili tu mbele yangu mimi. Lakini ninachokiona mimi,
ni afadhali nikamwambie mtume dini salimike, mtume salimike na mimi niwe nimsalimika, kuliko kuficha ujinga wako hapo. Akamwambie kwani atanifanya nini? Si nini na nini? Akatuna msuli tena. Akamwambie bwana. Yule mtoto shekhe fadhahaba ila rasulillah wa qala lahu ma qala anifa abuhu. Akaenda kwa mtume akamwambia, mtume bwana, leo nasikitika kukupa hii taarifa lakini na nukuu, sio mimi, naomba lisielekee vibaya, lakini kwa uzito wa Uislamu na kwa mapenzi yangu mimi kwako, yule baba yangu mimi ahabu ilayya min kulli shay'in, jinsi anavyonilea, anavyonitunza, anavyomlea mama yangu, ni mtu nampenda kuliko mtu yoyote katika watu wa kawaida ukiacha wewe mtume. Lakini kwa haya aliyosema inabidi niseme. Amesemaje? Akamwambia, nimeenda kupa story, ulikuwa unachangisha hapa kuhusu habari za Uislamu na kuchangia vita na kuchangia Uislamu na nini. Nimeenda kumwambia, amesema kadha kadha, sasa wewe mbashaji, wewe ni mlaji tu wa hela, una lolote, ni mjanja, wewe ni mshenzi tu. Akataja hayo yote akayaweka hadharani. Amesema hivyo yeye. Akasema okay, sawa, sio mbaya sana. Sasa kawaida ya mtu mwenye akili, mwenye timamu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kukurupuka, ikabidi atumwe mtu mwingine. Akasema izhab ila Julasa wa qul lahu ad'uhu, nenda kwa Julasa kamwambie namuita. Julasa aliposikia akajua mtoto limeshapeleka maneno kule, akaenda bana. Kufika pale wakakaa mtume, mtoto wa Julasa, huyu mtoto wake kufikia wa kulea, na yeye hapa na yule mtu mwingine pale, wamekaa watu wachache tu. Haya, mtume akamwambia, bwana, kuna maneno mtoto amesema kadha 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 kadha, unasemaje kuhusu maneno? Akasema, huyu mtoto shekhe ni mshenzi sana, muongo mtoto huyu, sijapata kuona. Mimi siwezi kusema maneno kama hayo shekhe, hata kwa wewe unataka kuangalia, hata kufikiria mimi kweli ndio kusema maneno hayo shekhe, jinsi mimi na wewe tulivyo, jinsi ambavyo tunavyoishi, jinsi sio nini. Kweli akasema, bwana, wallahi mimi sijasema, yani mimi wala siyajui, ndio kwanza nayasikia hapa kwako. Mtume sasa amekuwa dialema, wanaita Waingereza dialema, yani sasa mtoto kasema, baba kakanusha, anafanyaje? Yule mtoto pale anapomsikia baba yake roho inamuuma, yani nafikiri nimefika tena hapa linanikana tena. Majitu manafiki bana ni hatari sana wallahi. Unafiki bwana, ijtanibu minan nifaq wa awsaf an-nifaq ya hadha wa ya tara ikhwana ahbabi wa hubaba. Jamani, unafiki haya ndio maisha tunavyoishi. Yani hapa shekhe, hivi ndivyo tunavyoishi. Yani unaenda unafanya jambo, unaapa, unasema, yule mzee hapa kabisa kwamba mimi wallahi sijasema, ndio kwanza nayasikia. Mtoto mbaya sana anataka kuchunganisha, mimi nasema maneno kwa lipi ili iweje? Mimi tunanijua bana, mimi jinsi nilivyo. Tumekabakia anaona. Sasa yule mtoto akawa naomba dua, asema Allahumma anzil alaina albayna litubayyana alhaq walbatil fi hadha aljils, fi hadhihi aljilsa. Mwenyezi Mungu, nakuomba kwa huruma yako na kwa utukufu wako, na wewe ndio mkweli wa kweli, naomba ushushe chochote kitachofafanua ukweli, nani mkweli, mimi na baba yangu. Naomba ushushe. Mtoto mdogo wa miaka, jamani hapa tuzungumzie mtu wa miaka 40, miaka 30. Nataka niwaoneshe watu walivyokuwa majasiri kwenye Uislamu. Hivyo unaweza kumsema baba yako anayekupa chakula kweli, amekaa nyumbani, unakaa nyumbani kwake, kamuoa mama yako. Kwanza mama yako akisikia lakini dogo kaupiga mwingi dogo kaupiga mwingi mbele ya mtume na mbele ya faza. Dogo kaomba dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuona anabadilika kidogo, anatulia. Inakuja aya. Sasa hii aya kaisoma mwenyewe, maana yake sio kusema shehe labda alikuwa anapiga porojo. Kitafuta msahafu wa Kiswahili ama wa Kiingereza ama wa Kifaransa ama wa lugha yako yoyote, kasome aya ya 174 min surati Tauba. Surati Tauba, shekhe, habari yote full package, story yote iko pale. Yahalifuna ma qalu wa laqad qalu كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوب يكو خيرا لهم وإن يتولوا فيعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والأخرى وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. آية يا 74 من سورة التوبة. Mwenyezi Mungu ameshusha aya pale pale kwamba wala yahalifuna billah, kama kinao na huyo mtu nao watu wako wengi
yahalifuna billah, wanamuapa Mungu maqalu, kwamba hawakusema. Walaqad qalu, wamesema wanafiki wakubwa hao, kalmatal kufri, tena maneno waliyosema sio tu hayo, wamesema maneno mabaya zaidi ya hayo. Mungu anasema hivyo, wamesema maneno ya kikafiri kabisa. Wakafaru ba'da islamihim, na wamekuwa wakafiri tayari, walikuwa waislamu asubuhi. Kwa hayo waliyosema, kwa hayo wanayosema, wamekuwa tayari makafiri. Walaqad hammu bima lam yanalu, hao wana mipango yao, wana agenda zao, wanazipanga, wana vitu wanavitaka, wanataka kukupokonya vitu fulani, wanataka kuingiza kwenye kingi, wachukue kitu wapate vitu fulani. Tena walisema kule kwenye sura al-Munafiqun kwamba yaquluna la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla walillahi al-'izzatu wa lirasulihi walakinna al-munafiqina la ya'lamun wa la yafqahun. Mungu anasema hao wanasema hivi, maana walikuwa kwanza kwenye vita fulani hivi, wakasema hivi, huyu jamaa huyu anajifanya mjuaji na nini, tumemlea wenyewe, tumemkuza mwenyewe, tumempokea wenyewe. Sami kalbaka yakuluka laqad sadaqa qa'il, amesema msemaji kwamba mnenepeshe mbwa wako siku moja atakula. Huyu anatula sasa hivi, tumemnenepesha mwenyewe, tumemlea wenyewe, tumempokea wenyewe, anatula huyu hapa. Sasa la in raja'na ila al-Madina, tukirudi mjini, la nukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, mtu mjanja atamtoa mshamba, mtu mwenyeji atamtoa mgeni, wakuja atatolewa, watabakia wazawa, na watu watukufu lazima wabaki na utukufu. Huyu lazima arudi kwenye udhalili. Yani wanamkusudia mtume ni mtu dhalili, ni mgeni, ni wakuja, sio hana lolote, wenyewe ndio wala hapa hapa. Yani wenyewe wanaona ndio walikuwa na haki wao juu, wao wanasikika, wasemfanyaje. Kwa hiyo wakaona panga mipango. Ndio Mungu anasema hivi, wakafaru ba'da islamihim, wameshakuwa makafiri hao baada ya Uislamu wao. Lakini mnao kwenye misikiti, mnao kwenye safu za swala, mkisema tushangie wanajifanya watu 1000 lakini hao wakafaru wa hammu bima lam yanalu, wana mipango, wana agenda, wana funufunu, wana vikao, wanapanga mipango ili wakuangushe, wakushafue, wakukashe tamaa, waibe watu kule wasikukubali. Yani watu watoe kwenye watu kusikiliza, wakukimbie. Ndio tabia zao. Wanasema kwamba wanasema nyuma mabaya sana. Sasa Mungu anasema hivi mwisho kabisa, yani hiyo aya ni ndefu mabwana. Anasema fa in yatuba yaku khairun lahum, kama wakiamua kurudi kwa Mungu basi hakuna tatizo, Mungu atawasamehe kama wakikubali. Lakini wakibakia na misimamo hiyo, wakibakia na fitina hizo, wakibakia na majungu hayo, hakuna, lazima wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu adhabu kubwa hapa duniani na kesho akhira, na hawana wa kumsaidia hapa, wa kuwasaidia hapa duniani wala kesho akhira. Yani ile aya ilifunguka, Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid akatoa yule mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana Julasa bin Suwaid, umesema kwa jana, amesema uongo, una uhakika? Mtume kama nilivyosema akasema hapana. Aya hapa imekuja inasema kwamba umesema, unaapa, lakini ulichokisema umesema, na tena maneno uliyosema ni ya mabaya zaidi hata haya aliyosema kijana, kuna mengine ameacha, na wewe sasa sio Muislamu tena, umeshakuwa kafir, na hiyo mipango mnaoipanga kwamba mnafikiri mtapata kitu hamtopata. Akampa kila kama aya ilivyomwambia. Sasa kuna fursa, huu ni Uislamu, Mungu ametoa nafasi. Ukikubali itakuwa khairi, utaanza upya, utaendelea. Ukiendelea kungana fayatawallau fayu'adhibuhum Allahu 'adhaban alima. Kama utaendelea msimamo wako, ahlan wa sahla, cha moto utakipata, cha mtema kuni utakipata duniani, na Mwenyezi Mungu anasema na duniani na akhera utapata kibano. Na hapa duniani hupati mtu kukusaidia, wala hupati mtu wa kukushangilia, hutapata. Sasa mabwana, yule bwana mdogo, mtoto mdogo amefanya mambo mazito. Kila mtu ajiangalie mabwana, sisi maisha yetu humu ni mambo ya unafiki tu. Wallahi mimi shekhe naishi katika jamii, yani mpaka kuna mtu anasema bila unafiki shekhe utaishije mjini? Sawa, bila unafiki shekhe mji utauweza? Sawa, inabidi uwe mnafiki tu shekhe, unakwenda huku unasema hili, ukirudi huku unasema niko na huu, la ilaha ulai wala ilaha ulai, upate kula yako. Sasa tutafanyaje shekhe? Mji huu, mji wenyewe, mambo ya mjini shekhe na nini, ukisema ujifanye wewe ndio mkweli, ujifanye kwamba wewe si una nini shekhe, yani mtu anatetea unafiki. Unafiki mwakufurisha watu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtoto mdogo amekuwa shujaa, aya imekuja kwa dua yake. Wewe umefanya nini kwenye Uislamu wewe?
Wewe umefanya nini kwenye Uislamu mpaka watu wao wanakutaja mtoto wa miaka 10, wewe una miaka 40, una miaka 30, una miaka 50, una miaka 70, una miaka 25, mtoto wa miaka 10 hali yake ndio hiyo. Ameacha aya ndani ya Qur'ani ya 274 min sura al-Baqara, anautetea Uislamu kwa baba yake, mume wa mama yake, anamlisha, anamvisha, anamtibisha, anampa sehemu ya kula, anampa starehe mama yake na nini na kila kitu, lakini kwa ajili ya mtumi, kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Mungu alisema potelea mbali. Mimi nakwenda kumwambia mtume liwalo nialiwe, lakini maneno uliyosema baba sio, na ni mambo ambayo sikuyatarajia. Ninakupenda sana, lakini dini yangu naipenda zaidi, Mungu wangu nampenda zaidi, mtume nampenda zaidi. Nikificha nimeangamiza dini, nimeangamia mimi, nimemsaliti Mungu. Nikienda kusema nimekufedhesha, ngoja nikakufedhesha. Akaenda akamfedhesha, ikawa sasa huyu mzee huyu aliapa pale kiapo, anamwambia mtume, mimi naomba unipe nafasi tena, nakubali nimekosea, nakubali nisamehewe mimi, nimekosea mimi, nisamehewe mimi, nimekosewa mimi, basi nimekosea mimi. Akaomba radhi na nini na akatubia, lakini akatoa ahadi, akasema mtume, sasa ili uamini mimi ni kweli nimebadilika na unafiki nimeuacha, kwa sababu leo nimeumbuka hapa. Mimi nilikuwa najua kama wewe labda kweli sio mtume, nilikuwa bado naamini nusu nusu, lakini kwa hali niliyoiona leo kwamba mtoto wangu kaja kusema, badala yake wewe umeniita mimi bila kupendelea, nimesema hapo ukakaa kimya, badala yake mpaka Mungu ameshuka sahibul wahyi, nazala min fawqi sab'i samawati Jibril alayhi salam, ruhul amin, ruhul qudus, amekuja Jibril, maneno Mungu amekuja kuingilia kesi yangu mimi na mwanangu. Hili tena mimi limekuwa ni fundisho kwangu. Naomba unipe nafasi, vita yoyote itakayotokea ya Uislamu au jambo lolote la Uislamu litakayotokea, naomba unifuatilie uone nitakachokifanya. Sheikh huyu mzee Julasa bin Suwaid, ilitokea vita Sheikh, Mungu akashusha aya kwa ajili yake, inasema hivi, minal mu'minina rijalun. Hii aya imeshuka kwa masahaba wengi, lakini yeye akiwemo, ikiwemo kwa Mus'ab ibn Umair. Wewe unamjua Mus'ab ibn Umair? Huyu jamaa ni mtu mmoja na hatari kubwa. Mus'ab ibn Umair, yule mtoto anaitwa Umair ibn Sa'd, kuna Mus'ab ibn Umair. Huyu Allahu akbar, Allahumma radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Aya imeshuka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah faminhum man qada nahbahum wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Mungu ana watu, watu waumini wapo kwa ajili ya watu wa ajili ya Mungu. Kuna watu ambao wamemaliza maisha yao, Mungu ameshawachukua kwa mbingu wako wa akhera, na kuna wengine bado tunao humu wanaishi na hawajatetereka kwa lolote, hawabadiliki kwa lolote. Yule bwana hakubadilika, ile ahadi aliyoiweka alikwenda kuithibitisha kule mpaka aya ikashoka kwamba hajabadilika, ni kweli alichomwahidi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikifanya. Sasa bwana, kwa kumalizia, nilikuwa nataka niweke hansad na kumkumu vizuri kwamba wakati tumefanya Uislamu mwingi, lakini unafiki wetu ni mwingi zaidi ya Uislamu. Unafiki tunaoishi nao ni mwingi. Tunapenda sana kukatishana tamaa, kuvunjana moyo, kusemana, kuzuliana uongo, kuchafuana, kutaka wewe mzidi mwenzio kwa faulo, biashara zake. Yani wewe umekaa kwenye upande wa kuharibu. Unafiki, alafu unamchekea, unajifanya mko naye, unasema kwamba ndio shekhi wako, unajifanya ndio imamu wako, unajifanya ndio rafiki yako, unajifanya ndio mzee wako. Yani yote unajifanya, lakini moyoni ni vingine kabisa, kama alivyofanya huyu Julasa bin Suwaid. Yuko kila siku na mtume sallallahu alaihi wasallam, anajifanya anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, anakwenda kwenye darasa za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anakuwa akiwa pembeni na wanafiki wenzake, anasema yule bwana mshenzi, anajifanya anachangisha, ila anakula tu, njaa ndio inamsumbua, yule hamna kitu, nakwambia sisi ndio kama hatujui, sisi ndio watu wa mjini tunamkomesha. Lakini ndio wale ambao mtume anaona Allah anakubali, ana hug nao, lakini ni watu wabaya bwana. Hii ndio jamii tulionayo, na ndio maana jana mimi nikamwambia yule shekhe alikuja rais Hosni Mubarak, anamwambia mimi na watu wa Misri wote wanakula chini yangu, wanatibiwa kwa nini? Wana Mungu, mimi ndio. Akamwambia wewe mnafiki, wewe mbona hujielewi? Wewe nani anakuambia nakutegemea hapa Misri? Nani anakula kwako wewe? Nani anatibiwa kwa ajili yako? Nani anasoma kwa ajili yako wewe? Tena yule mzee alimwambia maneno mpaka akamwambia Mungu anasema wa fi samai rizqukum. Sheikh Muhammad Ghazali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Na baada uone sasa yule mzee alivyokuwa mcha Mungu, alipotoka pale wale wazee wenzie Jadul Haq na Muhammad Mtawalli Sha'rawi wakamwambia bwana, sisi tukatujui Sheikh, leo ndio tumekujua, unaweza kuongea mbele ya rais maneno yale?
Akasema Sheikh, mimi kwa ajili ya Mungu na mtume naongea, sio mbele ya rais. Hata angekuwa sijui nani mnamjua nyewe hapa duniani, mimi namwambia kama ni haki namwambia. Mimi siogopi mtu awe sijui atanipoteza, sijui atanitumbua, sijui atanifanya vitu gani. Mimi siogopi kwa ajili ya Mungu na mtume. Lakini naomba yule mzee Muhammad Ghazali, shaykhun kabir, alimul allama wa miskul khitam, akawaambia jamani, mimi sitaki story muizungumze nikiwa hai. Itaonekana na natafuta sifa kwamba aliongea mbele ya rais akasema kabisa ukweli. Usimuone hivyo, mimi sitaki. Kama nikijaliwa nikifa, ongeeni baada yangu mimi. Ongeeni, waambieni watu, lakini bado nikiwa hai msinitaje. Kama mtaka kutaja story hiyo, mitaje story tu bila kunitaja mimi. Na wallahi baada ya miaka 2 akafariki, ndio story hii kaletwa kwamba bwana Sheikh Muhammad Ghazali siku yake ya kufa watu wanazungumza, alikwenda kuongea mbele ya rais. Sheikh alimwambia maneno mazito, maneno ya ukweli. Jamani, tumemaliza Ramadhani, tuweni wa kweli. Tuweni wa kweli. Tumemtapeli sana Mungu hapa, tunajifanya tunaswali, tunajifanya tunatoa sadaka, tunajifanya situbu alaina ya tawwab tubu alaina waghfir lana warhamna, ya tawwab tubu alaina waghfir lana waliwalidina, ya tawwab tubu alaina wasamihna fi ma janaina. Kweli kweli tulikuwa tunajua tunachokisema, tunajua uzito wa Mungu tunayemwambia. Je, hivi viapo tulivyokuwa tunakula hapa tutavitekeleza? Ni viapo hivi Sheikh tulikuwa tunakula hapa, ya tawwab tubu alaina, yani tunamkubali Mungu wewe ndio kila kitu. Mimi niliwaambia tangu siku ya kwanza kwamba bwana jamani, mwe hii tawabu maana yake tunakubali tumekosea, tunakubali tuna madhambi, tunakupaka. Nikamwambia mambo ya Arnold Schwarzenegger hapo kwamba Arnold pia alikubali makosa yake. Mzee Juma akasema Sheikh ongea. Arnold alikubali akafanikiwa, alikubali makosa yake akatoboa, alikubali makosa yake, mambo yakaenda vizuri, akashinda ugavana wa California miaka 8, akaomba radhi. I'm sorry man about my past. Yes, I did it because I was stupid. By the way, I regret for that. From today, my guys, I can be a good leader. Please give me a chance to go to California to success. Nilimnukuu hapa mimi bonge, nikapiga English kama hii. Sasa unakumbuka bwana bwana, ni makini piga American English hiyo man. Sawa. Lakini kwa kusudia nini hivi tunavyoyasema haya mambo? Ramadhani imeingia mpaka tunamaliza hivi, tunajua kwamba ya tawabu tu alaina. Mungu tumemkubali kweli? Tuko tayari kuyatekeleza? Tumekubali kwa makosa yetu? Tu wa kweli mabwana, tu wa kweli. Kama vijana hao walionyesha ukweli, walionyesha ushujaa wa kutetea Uislamu, hata kama mtu wala ukariha al-kafirun wala ukariha abaka wala ukariha waliyu wala ukariha raisa, hata kama rais atachukia, hata kama bosi wangu atachukia, hata kama mke wangu tutaachana, hata kama mama yangu atakataa, mimi naenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamani, mmejifunza kitu hapo? Hebu tuondoke na hapo. Kama huna la kusema afadhali usiseme. Hii mambo ya kwa unafiki kusema sijui hivi sijui nini, mashekhe mnatusema sana, sijui watu mashekhe wanawasema tena waumini. Yani shekhe shagala wa bagala, shekhe tena anakaa yeye anamsema muumini wake, muumini anakaa anamzungumza shekhe. Unafiki mtupu kwa misikiti hii, unafiki mtupu. Mashekhe ndio wanafiki, tena mashekhe ni wanafiki kweli kweli. Yani mashekhe anaanza kumuona shekhe mwenzie hivi, anakuja asikia ala habibi كيف حالك شريف wangu, niambie Sharifu, naam karibu tafadhali. Akiondoka bwana hivi, sasa kwani ni shekhe huyu? Huyu sio shekhe bwana, huyu ni babaishaji tu. Shekhe amesoma wapi huyu? Huyo yule aliyekuwa anamsifia shekhe, wali njoo Sharifu wangu, njoo bwana habibi sio nini. Akiondoka bwana mkianza kumwambia vipi, unasema vipi? Sasa kwani ni shekhe bwana? Huyu jamaa bwana yupo kule msikiti fulani umempa huko unani, sio watu wa Kigoma. Shekhe kaja kangangania mpaka kapewa msikiti huko. Sasa hebu unafiki jamani, tunafika kwa Mungu kweli? Tutafika tumechoka, tutafika tumechoka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna kama qabbalta min ibadika as-salihin wa'fu 'anna ya karim warhamna ya rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sadaqatana wa taqabbal minna jami'an a'malana salih ja'alna min ar-rashidin. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin.